Eh, amani ya Mungu idumu kwetu. Asante mwalimu kwa ulizo lako. La kuhitaji kujua pengine vurugu za Wairani na Waisraeli nini kinaendelea, na chachu yake ni kitu gani? Jambo lolote unapotaka kulijua kwa kina, inakulazimu kwanza upate historia yake fupi ya jambo husika. Tukianza na Wairani, Wairani ni mzao kutoka sehemu ya Sri Lanka, kwa maana ya wale singasinga walokuja kuzaana na Warusi miaka ya vizazi vinakutana zama hizo, kwenye mambo mbalimbali ya utafutaji, katika kuhangaikia vitu mbalimbali. Uzao wa Wairani unatokana na watu wa Ulaya pande za Asia, ulikuja kuunganika. Kwa maana watu wenye mithili ya Kirusi, ima watu wa Russia, wale wana mchango na mzao huo kwa kuja kuzaana na watu wa Asia, kwa maana ya watu wa Sri Lanka. Wale watu wa Sri Lanka ni watu wa zamani, na wale huwa sio Wahindi. Mizao ya Wahindi ilotapakaa ni kama Pakistani, Afghanistani na kuendelea, lakini wanafanana tu mionekano, huku wakiwa ni watu wa aina tofauti kihistoria ya kale. Sasa Wairani ni mzao ulitokana na mchanganyiko huo, na wakaendelea kuishi mpaka mazingira yale kuweko na watu waloendelea na maisha mbalimbali zamani. Maana wako watu wanazani Wairani ni Waarabu,
Wairani sio Waarabu. Wairani Waarabuni walikuja kwa kutafuta mambo mbalimbali kwenye mazingira tu ya kuishi, ndo wakajikuta wametokea huko kwenye mambo ya kutembea na hatua zao. Kwa maana Waarabu ndio kizazi halisi ambacho kilitokana na Wahindi, ambacho kilikuja kuzagaa kinamna nyingine. Na Waisraeli wale wa mwanzoni walikuwa na wao ni Wahindi. Wale Wahindi waliochanganyika na Wahindi wengine weusi walikuwa ni mchanganyiko kwenye Asia ya upande huo, na hatua nzima ya kale inawaelezea kuwa Waisraeli na Waarabu wote ni kizazi cha Wahindi. Baada ya miaka mingi kupita, wakati mataifa yako yanahangaika na mambo yao, kwa maana ya mataifa ya Ulaya, waliwahi kuja kuweka kambi Israeli kwa kuishi miaka mingi na watu hao. Baada ya kukaa nao miaka mingi, huku wakiwa wanajitafutia mali na mambo mengine, watu wa Ulaya wakaanza kuzaa na wale wa Israeli kwa kuchanganya mzao. Kwa kizazi cha Israeli cha sasa kilichanganyika na watu wa Ulaya wengi, kwa sababu pale kulikuwa kuna taaluma ya kichawi ya makubaliano ya kijini, ambayo pia watu wa Ulaya walitaka kupata jambo hilo, na watu wa Ulaya wakiwa wanataka jambo lao, huwa wanafanya namna yoyote na wao walipate. Kwa hiyo, kwa sababu walikuwa wanataka utawala watu wa Ulaya, wakaamua kutenga vikundi vya watu ambavyo vitaanza kwenda kuzaa na watu wale kwa lengo la kuingiliana nao, ili wapate uwazi wa nini wanachokitumia kwenye machawi ya kilimwengu yaloletwa na majini, yakafanywa siri sehemu ile ya Israeli. Kwa hiyo Waisraeli ni Wahindi, isipokuwa walivyokuja kuchanganyika, wakachanganyika zaidi, vikawa vizazi mchanganyiko. Ni kama unavyowaona wa Ethiopia ni wa Afrika, lakini walikuja wakachanganyika kwa kiwango kikubwa kuzaa na watu wa Ulaya na Waarabu na wengine, vizazi vikachanganyika. Mahala ambako walikuwa wanachanganya kizazi kwa lazima namna hiyo, kuna hatua walikuwa wanataka waibadilishe kutoka kwa watu husika, na wao wapate miingiliano ya hiyo sehemu. Kwa maana ukiona leo hii
taifa la Israeli liko pale, uwe unajua watu wa Ulaya wamekwisha changanya mzao wao kwa kiwango kikubwa sehemu ile, na wakafanya maadili ya kupoteza historia ya sehemu ile. Moja ya mambo ambayo ni katazo ndani ya nchi ya Israeli ni miongoni na kukataa watu wasipimwe vizazi vyao, ya kwamba wametoka wapi, ima kujijua kupitia hata vipimo vya sasa kama DNA na vitu vingine. Hapo haviruhusiwi. Lengo ni kuwafanya watu wa sehemu husika ile wasijijuagi walitoka wapi, kwa sababu ni watawaliwa wa watu wa Ulaya kwa miaka mingi. Kwa hiyo yote hayo ni ya kujua. Hii ndo historia fupi ambayo kwanza mtu yoyote unatakiwa uielewe, kwa sababu historia ya jadi inajua vyanzo vya kuishi kwa watu kwenye hii dunia. Yaani mtu wa kwanza alizaaga wapi na wapi, na hapo ndiko kukaanza kuwa na watu. Historia ya jadi iliweka wazi. Ndio sababu ya kujua nani yukoje na ilikuwaje mpaka yuko sasa. Kwa hiyo watu wa Irani kuja kuitwa Wahajemi ni baada ya wao kuja kuungana na uzao wa kanda tofauti za Waarabu na wengine, na wao ndo wakawa wameshika moja ya maadili ambayo unayaona yapo leo, ambayo yamekuwa ni imani kwa sasa. Kwa maana maadili hayo wao wa Irani wakayashika kuwa ndi chachu ya wao kusimamia maadili hayo. Kwa hiyo zilipokuja zama za kiimani, moja kwa moja unawaona wao sasa wamesimama kuwa ndi chachu ya jambo hilo, kwa sababu hawa ni zile koo za Russia zilizozaana na wa Sri Lanka, ambazo ndo zilikuja kuitwa Wakoreishi. Kwa hiyo yote hayo ni ya kuendelea kuyajua kwa lengo la kupata historia kwanza. Kwa hiyo ukiona magomvi yaliokuwa yanapiganwa ukanda wa Ghuba ya Uajemi kwa nchi mbalimbali, hayo magomvi hayakuwa chachu. Hayo magomvi yalikuwa ni sababu za kuvuruga mazingira. Kwa hiyo leo ukiona wanapigana sasa Israeli na Irani, hayo magomvi ndi lengo. Ndi lengo lilokuwa linatafutwa na watu wa Ulaya na baadhi ya watu. Kwa sababu ukisikia baadhi ya imani
zilizojitutumua hapa katikati duniani zikawa zina viongozi wake wa zama hizo ambao wakabaki kusimuliwa labda kwenye vitabu, unapata kujua sasa hizo ni nchi shimikizo ambao watu hao walosimuliwa kwenye hizo imani wametoka kwenye mazingira hayo, ima wametokana na koo ya vizazi hivyo vya aina mbili. Kwa maana ukiwatazama wa Irani wakiwa wana imani yao, kama kuna mtu ima mtume ima nabii wameosimamia maadili yake, moja kwa moja unajua kwamba hawa ni watu wa aina fulani. Na wale kule ndiko vitabu mbalimbali vimeandika kwamba nabii alizaliwa sehemu hiyo, mtoto huyo wa Mariamu. Vitabu vimeandika mambo mbalimbali hayo. Sasa yote hayo yanakuweka wazi wewe uloitwa Mwafrika, ambaye ukikutwa na shida ya aina yoyote, wewe unachukua nafasi ya kukaa kuomba kwa ombo ambazo walikuleteaga watu hawa. Katika imani mbili zilizojitawanya duniani na kupeleka mmoja ya hadithi zao kwa watu wengi, na Waafrika mlishika imani hizo, ima mlishikishwa kwa nguvu zote muenazo imani hizo. Lengo la imani hizo zilikuwa tu zinataka ongezeko la watu watakaoenda kuwasaidia kupambania mambo yao ambayo wana mabifu nayo ya miaka na miaka. Kwa hiyo hamkutakiwa muwe kwenye imani eti kwamba nyie ndo mna maana sana. Nyie mlitakiwa ndani ya imani ili muwe wasaidizi wa kiakili katika kuwasaidia wale ambao ndio vyanzo vilivyoleta hizo imani. Wao wakikutwa na shida kule, nyie mguswe moja kwa moja, muumizwe kwa kila wamoja na kile walichoambukizwa. Kwa hiyo utawaona Waafrika wamoja ni timu fulani, na Waafrika wa aina nyingine ni timu ya watu fulani wengine. Kwenye njia za kuamini, maana yake wameisha gawanywa hivyo, na wanabaki kusema wanaiombea nchi fulani kwa sababu yenyewe ni chachu iloleta imani fulani. Kwa hiyo Waafrika mlibaki kushughulishwa akili zenu ili mbaki kuwasaidia watu na matatizo yao bila kujua chimbuko la matatizo yao.
Kwa hiyo leo ukitazama ndani ya mataifa yale, kukiwa kunatokea vurugu na maafa kama vile, hamuonyeshwi waombezi ima wakemeaji wa sehemu ile ambako ndiko kulitoka na ndiko kuna chimbuko ya mambo hayo. Hamuwaoni wao wakikaa sasa kwenye zile nyumba kukaa kuomba kwa yale ambayo walibaki kuyaamini, ili yawasaidie sasa kupitia kile walichokiamini. Hamuwaoni wako hivyo. Mnawaona wana maroketi, wana mabomu. Unachotakiwa kujua, yale mabomu sio maombi. Yale mabomu ni taaluma tu za sumu ambazo wako nazo kama watu wengine wote duniani. Yote haya ni fundisho kwenu nyinyi watu wa Afrika. Yote yale mnayoyaona ni fundisho kubwa sana kwenu nyinyi mloitwa wa Afrika. Nyie ndo mmebaki kuwa na kasumba za kuomba, mnaomba msivyovijua. Wale ambao ndo wenye mambo yao hauwaoni wao kuomba, na wakiomba hayawapi majibu yoyote. Ndo maana wanatafuta mabomu, wanatafuta namna ya kujinusuru kwa njia nyingine. Sasa nyie mlikuja kutafutwa ili muongeze nguvu yenu ya uchamungu, muongeze nguvu ya uchamungu mlokuwa nao zamani kabla ya kuletewagwa yale mambo. Hii nguvu ndo ibaki kuwasaidia kwenye njia ambayo nyie hamjielewi. Kwa hiyo nyie mkiwa bize hapa kuwaombea, yanakuwa so yale waletea. Inakuwa ni nguvu ambayo ilikuwa iko kwenu, ndo inasaidia tu kwa agenda ya utu. Sasa unakuta kwa zama hizi hakuna kinachosaidia. Ndio sababu ya wao kuunda mabomu na mambo mengine. Sababu kubwa ni kujua kwamba yale mambo ni hadithi ambazo hata kwao hazina msaada wowote. Sehemu hizo na ukanda wote huo, ukanda huo ndo ule ulosemwa ya kwamba malaika wale walokuaga wanakemea mabaya na mazambi ndiko walikosimuliwa na walikotoka. Wale malaika walikuwa wanatakiwa waje kuwaonya wao sasa. Muelewe vizuri hapo. Na kama kulikuwa tayari kuna mtume fulani, kuna jambo fulani lilikuwa liko pale, lenyewe ndo lingekuja kuleta uonyaji kiroho sehemu ile, na sio kujikinga na mabomu ima kujikinga na mavitu mbalimbali mnayoyaona. Kumbe mnachotakiwa kujua
dunia imeishishwa kwenye historia za vitabu na mambo mengine, waandishi waliweka mambo yao kwa kubuni na wakasema vitu ambavyo havikuwepo. Najua hapa mnaelewa. Wakasema vitu ambavyo havikuwepo, isipokuwa wao ndo walitaka waviweke kwenye vitabu vyao ili vile vitabu viongezeke uzito wa kuaminika. Kwa hiyo mnapobaki kuishi na maandishi, mnabaki kupiga kelele kwenye maandishi, jambo halisi ima hata ukoo wa hao kama ni mitume, ima walioagizwa na Mola fulani, hata ukoo wao nyie hamuujui. Uko wapi angalau uende ukatoe hata nusura chache kwa utatuzi? Mnakuta yote haya ni historia ya sintofahamu kwenu. Zote hizi zinabaki kuwa historia za sintofahamu kwenye dunia. Kwa hiyo huo ni usomi kwa nyinyi watu wa Afrika. Mlikuwa mnatakiwa muone maombi ya kuomba kwa yale yalokuwa yanahukumu mabaya zama hizo, na yalosadikiwa kuwa yenyewe ndio yalikuwa chachu ya uchamungu, ndo mngeyaona yanaleta mashuko yake kwa sasa. Lakini mkiona hamuoni kitu hicho, akili yenu iendelee kutumika. Akili yenu iendelee kufanya kazi ya kuwa viumbe ambao sio watu waliifanya hii dunia kitu kibaya sana. Historia nyingi bunifu walizitengeneza viumbe hao, mpaka watu mmebaki kuishi kwenye historia ambazo hamjui nani alizifanyaga. Lakini mimi nimechukua nafasi ya kuwaambieni historia za kilimwengu. Vitabu hivyo vililetwa na malaika, vikaletwa na majini, vikaletwa na viumbe kutoka sayari zingine. Ndiyo sababu ya nyinyi kuto kujua undani wa historia zile zenye utata. Sasa wale ni waathirika walioanza kuletewa historia za viumbe hao, na hadithi nyingi walizoziishi zilikuwa ni hadithi za uongo, kwa sababu wale viumbe walikuwa na lengo la kuwazunguka watu na kuwapa mambo yao, kisha wale watu wabaki wanaathirika kwa hayo mambo yao, huku hao viumbe wakiwa na targeti nyingine ya kuwepo duniani. Bila shaka kwenye hayo, najua wengi tutakuwa tumeelewa. Wengi hapo tutakuwa tumeelewa kwa kina. Mwe mnajua wazi kwamba ukiona leo Israeli na Irani fanyiana hayo wanayofanyiana, katikati wewe kwanza uwe mtu wa kujiuliza, ndo maana nimekupa historia yako fupi hiyo, ili upate nafasi ya kujiulizaga kichwa chako. Muombezi uje ukawe wewe ulope wagwa vitu. Yeye mwenye chimbuko la vitu. Huoni watu wale wamekaa marundo pale kukaa sasa kuomba?
huoni hivyo. Unaona ni habari za siasa, diplomasia, mabomu na vitu mbalimbali vilivyoko humu. Mwafrika jielewe. Wewe Mwafrika wewe, jielewage. Haya mambo uloegemeza akili kule, haya yote yanafanywa kidunia ili nyie muonyeshwe kwamba mlichoambiwa ni tofauti na ilivyo. Ndio maana yote haya yanatokea ili nyie muone kwamba hawa viumbe wasiyekuwa watu walishawazungukaga watu wote hawa, wakawakabidhi maadili yao. Watu wanabaki kuuana kwenye maadili ambayo hawayajui wote. Kwa hiyo kibaki kushikana mashati hapo ni nyinyi watu sasa na ya kwenu. Lakini wao wenye ule ukanda wanajuana. Hata Waarabu wanawajua kwamba Wairani sio Waarabu. Isikokuwa nyie watu wa Afrika msiokuwa na elimu, wote mkiwaonaga mnawafananishaga tu. Nahisi wote ni jamii moja. Kumbe ni jamii tu iliyoingiliana, lakini kila wamoja wakiwa na sosi ya kuzaliwa kwao. Mimi ndo nimekuhadisia kwanza uijue hiyo sosi, ili usibaki unapata shida kwenye mambo ambayo hauna elimu nayo. Wewe kama Mwafrika umia sana kichwa sasa. Omba amani kwa dunia nzima. Burkina Faso kunahitajika amani. Kongo kunahitajika amani. Nchi zote zenye taharuki hizi zinahitajika amani. Amani inahitajika kwa watu tu, na sio maambukizo mloambukizwagwa ya kiimani msizokuwa na elimu nazo. Hivyo mtakuwa mmejielewa. Niwashukuru ndugu wana hoja. Majibu ya mambo hayo yamekaa yako hivyo, na huo ndo ukweli wake. Asanteni.